Funika macho yako tuombe. Bwana Yesu, tunalibariki na kulinua jina lako lililokuu na takatifu sana. Asante kwa ajili ya neema, asante kwa ajili ya baraka na ushindi wako ndani yetu. Ninakushukuru we Mungu uliye mkuu mwaminifu. Asante kwa namna ambavyo umenichagua leo kwa kusema na watoto wako mahali hapa. Ninakushukuru kwa mafuta, ninakushukuru kwa neema, ninakushukuru kwa kibali ambacho Bwana umenipa. Ninakushukuru pia kwa ajili ya mtumishi wako ambaye Bwana ameniamini na kunikabidhi madhabahu hii ya mimi kuja kusema na watoto wako. Nipe nguvu, niwezeshe katika yote. Nisienende katika akili na fahamu zangu, bali Roho wako wa Bwana aniongoze na kunipa mafuta zaidi ya kusema na watoto wako katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Basi andika kichwa cha somo, usiogope. Mungu yupo pamoja nawe. Usiogope. Mungu yupo pamoja nawe. Haleluya. Watu wengi huogopa vitu kama magonjwa. Mtu anaogopa kupoteza kazi. Mtu anaogopa kupoteza mahusiano. Na vitu kadha wa kadha vya namna hiyo, ambavyo mtu hutiwa hofu na hivyo vitu na kupelekea kuogopa. Amen. Lakini Mungu anatuambia kwamba yupo yeye, tusiogope. Amen. Ametuhakikishia juu ya ukubwa na ukuu wake, juu ya hayo yote yanayotuzunguka, yanayotupa hofu. Sisi tusiogope. Amen. Neno usiogope, kama wana theolojia wanavyosema, katika Biblia limeandikwa karibu mara 365 hivi. Hii ni kwa namna gani ambavyo Mungu ametaka kila siku sisi tusiwe na hofu. Tusiogope. Katika changamoto na matatizo na yote tutakuwa tunayapitia, tusiogope. Kwa limekuwa ni neno ambalo Mungu amekuwa akitukumbusha mara kwa mara. Tusiogope, kwa kuwa yeye Mungu yupo nyuma yetu. Amen. Ukisoma katika kile kitabu cha Yoshua sura ya 1 na ule mstari wa 9 inasema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Haleluya. Hili lilikuwa ni agizo la Mungu kwa Yoshua pale ambapo Musa alikuwa amekufa. Na Yoshua alikuwa anachukua uongozi kwa ajili ya kuwaongoza wale wana wa Israeli, kuwapeleka katika ile nchi ya ahadi. Ndipo ambapo Mungu alisema na Yoshua kwa maneno haya. Tukianza kulichambua hii statement ama huu mstari, tunaona ni kwa namna gani ambavyo mstari huu ulivyokuwa na command na ya kumwamini aliyeko nyuma. Inasema kwamba, je, si mimi niliyekuamuru? Mungu anazungumza na Yoshua ya kumhakikishia huko anakwenda, lakini ya kumhakikishia yule anayetoa command ya kwenda. Amen. Anamwambia, je, si mimi niliyekuamuru? Hiyo tu kwanza inakupa imani ya yule aliyekisema na huko unapokwenda. Amen. Akasema tena, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Akamtia moyo na kumpa imani ya kwamba
yupo anayekuamuru. Lakini ili yatokee hayo, lazima uwe hodari na moyo wa ushujaa. Amen. Na ukishakuwa na hodari na moyo wa ushujaa, akamwongezea neno lingine kwamba usiogope wala usifadhaike. Amen. Usiogope wala usifadhaike. Kwa tunaona ni kwa namna gani Yoshua alikuwa anaanza kuwa na wasiwasi wa ile nafasi na lile kundi la watu ambalo alikuwa anatakiwa kulipeleka Kanaani. Lakini Mungu alimpa nguvu ndani yake na kumuonesha kwamba unapoenda hauendi wewe peke yako. Nipo mimi Mungu nyuma yako. Lakini ili haya mambo yote yatokee na uweze kufika katika nchi ya ahadi, namba 1, lazima usifanye nini? Usiogope. Amen. Kwa sababu hofu inapinga matokeo. Yeye Mungu amekupa ujasiri na amekuhakikishia kwamba linawezekana. Lakini linapokutana na hali ya kupinga, ya hofu ndani yako, halileti matokeo yaliyo halisi. Amen. Hallelujah. Lakini pia ukisoma katika kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 28 na mstari wa 20 nasema, kisha Daudi akamwambia Sulemani mwanae, uwe hodari, mwenye moyo mkuu, ukatende hivyo, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wangu yu pamoja nawe. Yeye hata kupungukia wala kukuacha hata itakapomalizika kazi yote ya huo utumishi wa nyumba ya Bwana. Amen. Na huu ilikuwa ni sehemu ya mwisho wa wosia wa Daudi kwa mwanae Suleimani. Amen. Na alikuwa akimtia moyo kwa namna ya kwenda kumjengea Mungu hekalu. Na Daudi akawa anamwambia mwanae Suleimani kwamba asiogope, kwa sababu jambo anaoenda kulifanya ni jambo la Mungu mwenyewe, na Mungu mwenyewe anaenda kuliwezesha. Kinachotakiwa ni wewe kutokuwa na hofu, kutokuwa na wasiwasi, bali kuwa na imani ya yule unaoenda kukifanya. Amen. Hallelujah. Sasa kwa nini tunaambiwa kwamba hatutaki kuogopa? Tunaambiwa kwamba hatutaki kuogopa kwa sababu Mungu yupo pamoja nasi. Ama utaweza kuandika na kusema Mungu yupo pamoja nawe. Utafungua katika Isaya sura ya 41 na mstari wa 10. Nayo inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Amen. Hauko peke yako katika changamoto unazopitia. Amen. Hata usipowaona ndugu, usipowaona marafiki, usipoona watu ambao umezoelea kuwaona, Mungu hajakuacha. Mungu anakuambia usiogope. Hallelujah. Hallelujah. Lakini pia point namba 2, kwa nini hatutaki kuogopa? Ni kwa sababu Mungu hakutupa roho ya uoga. Mungu alitupa roho ya ujasiri. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7 inasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali
ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hatutaki kuogopa kwa sababu Mungu hakutupa roho ya hofu ndani yetu. Amen. Kwa kama tunaogopa, tuna hofu, ile ni roho ya adui. Mungu mwenyewe hakutuwekea ndani yetu roho ya hofu. Kwa tunatakiwa kuwa na ujasiri na kuondoa hofu, wasiwasi na mashaka. Tusiogope. Amen. Namba 3. Hatutaki kuogopa kwa sababu Mungu hutoa msaada wa haraka. Tunapomuita, tunapoliitia jina lake, yeye hushuka. Amen. Tunapoamini yeye yupo katika dhiki na taabu zetu, yeye huja. Yeye ndio Mungu pekee atoaye majibu ya haraka na uponyaji wa kudumu. Haleluya. Ukisoma katika ile Zaburi ya 46 mstari wa 1 hadi wa 11 nasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani yake aliye juu. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Mataifa yalighadhibika, falme zikataharuki, alitoa sauti yake, nchi ikayeyuka. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Njooni mtazame matendo ya Bwana, jinsi alivyo ukiwa katika nchi. Avikomesha vita hata mwisho wa dunia, avuta uta, akata mkuki, achoma moto magari. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Haleluya. Andika kichwa cha habari hiki. Unapomtegemea Mungu na kutoogopa, yatarajie haya yafuatayo. Unapomtegemea Mungu na kutoogopa, yatarajie haya yafuatayo. Namba 1, tarajia utulivu wa moyo. Tarajia utulivu wa moyo ndani yako. Lakini pia tarajia maamuzi sahihi. Amen. Tunaposema kwa ajili ya utulivu wa moyo, kwa sababu kila kitu na kila elekezo linatoka kwake. Hutakuwa na shaka, hutakuwa na wasiwasi, kwa sababu anayeutuliza au anayekupa maelekezo ni yule unayemwamini. Amen. Utasoma neno lake, utakutana na kifungu ambacho kitatuliza moyo wako, ambacho hakitakuwa na mashaka. Amen. Lakini pia unapokuwa na maamuzi sahihi, tarajia kwamba utakuwa na maamuzi sahihi ya kila jambo, kwa sababu hauogopi, kwa sababu Bwana yupo pamoja na wewe. Jambo lolote utakalolifanya hutakuwa na hofu, kwa sababu unajua kwamba ninaye mkuu nyuma yangu. Huna hofu. Amen. Lakini pia andika kingine kwamba unapotegemea Mungu na kutoogopa, tarajia haya yafuatayo. Ni kwamba utarajie ushindi dhidi ya mashaka. Muda wote utakuwa unakiri ushindi. Amen. Muda wote utakuwa unakiri kufanikiwa. Shaka, wasiwasi, hofu havitakuwa ndani yako. Amen. Kwa muda wote utarajie ushindi ndani yako. Amen. Haleluya. Lakini pia tarajia imani inayokuwa kila siku.
Mungu unapomwamini amekwambia usiogope, na wewe hauogopi. Lazima akuonyeshe kwamba yeye ni Mungu, na atakuonesha na atakupa matokeo ya kile ambacho hukuogopa. Amen. Yale matokeo yanakupa wewe imani ndani yako. Amen. Kwamba hapa nilisikiliza sauti ya Mungu. Aliniambia katika jambo hili nisiogope. Na nilipoacha kuogopa, nikaona matokeo A, B, C, D. Yale mambo ama yale matokeo yanaongeza imani zaidi ndani yako ya kumwamini Mungu. Kwa hata makubwa yapi ambayo utakutana nayo, hutakuwa na hofu. Kwa lile la nyuma lililopita ambalo hukuogopa, ulimwamini Mungu na Mungu akakupigania na likatokea. Amen. Kwa unapomtegemea Mungu, unaongeza imani inayokuwa kila siku ndani yako. Haleluya. Haleluya. Lakini ni kwa namna gani sasa utaishinda hofu? Hofu ama kuogopa. Namba 1, soma neno la Mungu kila siku. Neno la Mungu ndio taa yetu. Amen. Na ndio inalotuongoza sisi. Chochote unachokihitaji kimo kwenye neno la Mungu. Amen. Chochote unachokipitia kimo ndani ya neno la Mungu. Amen. Kwa hiyo unaposoma neno la Mungu kila siku, utaishinda hofu ndani yako. Adui atapotaka kunyanyua hofu, utaenda kwenye kipengele cha neno la Mungu. Itanyanyua imani yako. Hofu itakufa na ushindi utanyanyuka. Amen. Haleluya. Lakini pia omba kwa bidii na kumwambia Mungu haja zako. Ni kwa namna gani utaishinda hofu? Omba kwa bidii na kumwambia Mungu haja zako. Ukisoma katika Filipi sura ya 4:6-7 inasema, usijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu kwa nia zenu katika Kristo Yesu. Amen. Pointi namba 3 ni kwa namna gani utaishinda hofu. Pointi namba 3, amini juu ya shuhuda za wengine za nini Mungu aliwatendea. Amini juu ya shuhuda za wengine za nini Mungu aliwatendea. Na ndio maana unakuta hapa kanisani kwetu tuna vipengele cha shuhuda. Zile shuhuda ziliwekwa kwa sababu maalum za kukuza imani za watu wengine. Huenda unalolipitia wewe, kuna mwingine Mungu alishamponya. Anapokuja hapa na kushuhudia kwamba Bwana alinitendea 1, 2, 3, linaongeza imani kwa yule ambaye bado hajatendewa. Amen washindi. Kwa hiyo amini juu ya shuhuda za wengine za nini Mungu amewatendea. Hiyo pia ndio njia ya kuishinda hofu. Amen. Mungu yupo na Mungu anatenda. Amen. Lakini pia kuwa na ushirika wa karibu na waumini wenye imani. Hii ni point namba 4. Ni kwa namna gani utaishinda hofu? Ni kuwa na ushirika wa karibu na waumini wenye imani. Hakikisha kwamba watu ambao unazungumza nao au ambao upo karibu nao hapa kanisani ni watu ambao wana imani thabiti, ambao hawatairudisha imani yako nyuma. Sababu wewe unaweza ukawa unaamini juu ya uponyaji, lakini yeye akawa anaamini juu ya uponyaji wa njia nyingine. Amen. Lakini wewe ukawa unaamini kwamba hili jambo linaisha, lakini yeye akakupa hofu ya kwamba jambo hili haliwezi kuisha. Na anaweza akakupa hata mifano thabiti ya ndugu zake kwamba Bwana, mimi nilikuwa na mjomba wangu, alikuwa anapitia changamoto kama hii, akafanya kitu fulani. Amen. Kwa unakuta ile
imani inakufa, inaingia hofu. Amen. Kwa hakikisha una ushirika na waamini ambao mna imani moja, ambao hawatakupa hofu ndani yako. Chochote ambacho utazungumza watajenga imani ndani yako na sio kujenga hofu. Amen. Lakini la mwisho, kizoeshe kinywa chako kutamka ushindi ndani yako. Mithali sura ya 18 mstari wa 21 nasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Amen. Kizoeshe kinywa chako kutamka ushindi ndani yako. Haleluya. Hiyo ndio namna ya mwisho ya kuishinda hofu. Amen. Hakikisha kinywa chako muda wote kinatamka mambo yanayowezekana. Amen. Hata adui anapoleta picha ya kutisha, amen, tamka kitu kinachowezekana, kinachoondoa hofu ndani yako. Mungu anatuambia katika neno lake, usiogope. Ni neno dogo sana, lakini limebeba maana kubwa sana. Lakini na maana hiyo ina nguvu sana. Lakini ili upokee nguvu katika hili neno, ni lazima uamini ya yule anayekuambia kwa habari ya kutokuogopa. Amen. Watu wengi tumezoelea tu, tunasema hatuogopi, lakini tunashaka na yule anayetuambia tusiogope. Ni mambo mangapi ambayo Mungu anatuambia tusiogope? Taabu unaoipitia sasa hivi, bado Mungu anarudi kwenye neno lake, anakuambia usiogope. Je, uliacha kuogopa? Uliacha kuwa na wasiwasi? Uliacha kuwa na shaka? Bado ulikuwa na shaka na ulikuwa na hofu kwa sababu humwamini yule anayekuambia usiogope. Haijalishi jambo lolote kubwa unalopitia, usiangalie ukubwa wa jambo lako. Usimwangalie jirani yako kawa ndio ushuhuda ya kwamba kama huyu halikuwezekana, basi na la kwangu haliwezekani. Kila mtu ana wakati wake. Amen. Kama kwako halikuwezekana, kwa mwingine litawezekana. Tunasimama na neno la Mungu kwamba tusiogope. Katika taabu na mateso unayopitia, usiogope. Amen. Usiogope. Yupo Mungu. Yupo Mungu anayetuwezesha. Yupo Mungu anayetufanikisha. Kikubwa ni sisi kuwa na imani na yeye. Na hii ndio ambayo imezuia muujiza wa sisi kupokea, kwa kuwa hatuna imani thabiti na yeye. Anatuambia katika neno lake tusiogope, lakini hatuna imani iliyo thabiti ya kwamba ni ukweli tusiogope, lakini tunamwamini. Kwa sababu hatuwezi kupokea kama hatuna imani. Neno usiogope ni rahisi kulitaja. Hata mimi nikikwambia usiogope, ni rahisi tu kulitaja. Muujiza unatokeaje? Tunamkumbuka Yesu alipomponya yule mgonjwa, akamwambia kwamba ni imani yako iliyokuponya. Amen. Yesu alitamka, lakini Yesu alisema hivi, imani yako ndiyo iliyokuponya. Kwa kumbe Yesu angeweza kuweka mikono kwa mtu yule, lakini mtu huyu kama asingekuwa na imani, asingepokea. Amen. Kwa kuna muunganiko mkubwa sana wa wewe kutokuogopa na kuamini aliye nyuma yako. Amen. Usipomwamini aliye nyuma yako, ndio maana unakuta mambo yote yanaenda. Unasema mbona Mungu amesema tusiogope? Mbona mambo kadha wa kadha yanatokea?
Lakini je, unamwamini anayesema usiogope? Amen. Inayoponya ni imani yako ya kumwamini. Naomba nieleweke hapa kwenye swala la imani, kwa sababu hili ndio daraja letu la mapokeo. Katika mambo yote pasipo imani ni kazi bure. Tutasimamia vifungu vyote, tusipokuwa na imani hatuwezi kupata chochote. Amen. Imani ndio daraja letu. Imani ndio uponyaji wetu. Amen. Huenda leo hata Yesu akishuka akasema Kristo aje, pokea. Kristo aje, huyu kama hana imani, Yesu atabaki na jina, lakini anayepewa baraka hana imani, akashindwa kupokea. Tunaelewana? Imani ndio daraja. Amen. Usiogope. Lakini je, unamwamini anayekuambia usiogope? Unamwamini? Una imani? Usiogope. Unajua kwamba ndio aliyeumba dunia, ndio aliyetuumba sisi. Ukiwa na picha hiyo, unajenga imani ndani yako. Amen. Na ndio maana hata Mungu alipokuwa anaongea na Yoshua alimwambia kwamba usiogope, sio mimi niliyekuamuru, lakini pia akimkumbusha na mambo mengineo ambayo kipindi cha Musa ambayo Mungu mwenyewe aliyafanya. Amen. Hallelujah. Kwa hiyo ilikuwa inamjengea Yoshua imani na hofu ikaondoka. Hallelujah. Wapendwa, tusiogope. Amen. Tusiogope. Tatizo unalolipitia, usiogope. Amesema yeye yuko pamoja na sisi, hata tuacha kila tuendako. Tatizo unalolipitia, usiogope. Mwamini Mungu kwamba yupo, anaponya na anaweza. Hakuna jambo lolote ambalo Mungu ameshindwa. Halipo. Toka mimi nimezaliwa nimekuwa nikishuhudia mambo kadha wa kadha kwamba Mungu haya ametenda. Mungu yupo, anafanya, anatenda. Amen. Tuwe na imani na tumwamini. Tusio Wakristo ambao tumekuwa ni waitikiaji. Imani ambayo ndio daraja letu la kutupatanisha na kutunganisha na Mungu tumeiacha. Lakini tumekuwa Wakristo ambao tunatembea katika hali ya mazoea. Pasipo imani tu Wakristo jina. Kwa sababu hatutaona mambo yakitokea. Hatutaona magonjwa na vitu kadhaa vinakwisha. Tutadhani kwamba kuna Wakristo wa daraja fulani na Wakristo wa daraja fulani. Kinachotuunganisha sisi sote ni swala la imani. Amen. Hakikisha una imani iliyothabiti ndani yako. Mwamini Mungu pasipokuwa na shaka. Amini kwamba hili jambo Mungu anaweza. Usimpangie jambo fulani kwamba hili analiweza, ila hili litachukua siku fulani. Hapana. Hakuna jambo lolote Mungu asiloliweza kwa imani. Amen. Kwa imani. Ukiambiwa nenda kule, as long as una imani ndani yako, jua kwamba lile jambo linaenda kufanikiwa. Lakini wengi wetu tunaambiwa umefanya interview ya kazi, nenda. Unaambiwa nenda na mtumishi wa Mungu, lakini ndani yako una wasiwasi, una mashaka. Unaanza kujitengenezea na picha. Kwani wapi tutakutana wangapi? Pale tutakutana 3. Na ukifika ukakuta kuna wasichana warembo na wengine handsome na nini, ukajiangalia na wewe tayari unajishusha. Amen. Na tunajua kabisa kipingamizi cha imani ni wasiwasi, mashaka na hofu.
Amen. Kwa unaukatiza muujiza wako kwa kuto kuamini. Haleluya pendwa. Ninarudia, usiogope. Hiki ndo kiini cha somo la leo. Usiogope. Mzigo ulioubeba usiogope. Bwana yuko na wewe. Anachotaka ni utayari wa moyo wako na wewe kuamini kwamba yeye yupo. Amen. Anataka ujue Bwana Venance, Mungu anataka kujua kwamba na uthibitishe kwamba yeye yupo. Hilo tu. Ukiamini anaachilia. Amen. Usipoamini ni ngumu sana kuachilia. Kwa sababu anataka na yeye atapoachilia kwako, ukienda pale mbele ulitaje jina lake. Amen. Haleluya. Kwa hiyo ni lazima uamini. Amen. Imani na kutokuogopa ni vitu vinaendana. Amen. Huwezi kusema mimi siogopi. Uogopi. How? Lazima uwe na imani thabiti na kubwa ndani yako. Amina. Katika shida, matabu na magonjwa, siyo na kitu gani, siyo na nini, sikiliza, neno ni moja tu. Usiogope, ondoa hofu. Aliyetuambia ndio mkuu sana. Amen. Yaani aliyetuambia ndio anayeweza. Na anasema yeye hakuna jambo lolote gumu ambalo yeye hajawahi kulifanya. Yote yanawezekana kwake. Na ametupa tu mtihani kadogo sana cha sisi kutokuogopa tu. Sasa shida ndio inapokuja kwenye swala la imani. Tunamwamini? Ni kweli tunaamini Mungu anaweza? Ni kweli? Toka ndani ya mioyo yetu kwa imani. Je, unavyotamka Felix ndivyo anavyotamka Venance? Ndio maana hapa amen zinakuaga nyingi. Amen. Unachoamini wewe ndicho anachotamka. Wote mtasema amen, lakini ndani kila mtu anazungumza cha kwake. Tunaelewana wapendwa? Tunaelewana wapendwa? Neno letu la leo nasema nini? Usiogope. 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 Aliyetuumba yupo pamoja na sisi. Amen. Lolote unalopitia usiogope. Usiogope. Hata adui akutishe vipi, mwambie adui siogopi. Amen. Ondoa hofu ndani yako. Ondoa wasiwasi ndani yako. Yupo aliye mkuu. Yupo. Una challenge yoyote unayopitia, usiogope. Usiogope. Mungu yupo pamoja na sisi. Amen. Yupo pamoja na sisi. Hata tuacha. Tumwamini tu yeye kwamba ni mkuu na anaweza mambo yote. Amen. Bwana awabariki sana. Kuna mtu yote ambaye alishakutana na hali ya kuogopa? Shalom washindi. Shalom. Katika hili somo limenigusa mimi kwa sababu mwaka 2018, 19 na 20 ni kipindi ambacho nilikuwa napitia hofu, wasiwasi na mashaka. Yaani nafika wakati naogopa hata kulala peke yangu. Lazima niwe na kitoto pembeni ndo nalala. Hivi siwezi nikalala peke yangu kabisa. Naogopa. Lakini imenisumbua hiyo miaka 3. Baadaye nikashtuka nikasema nikamuuliza Mungu, hao watoto ndio mimi nimewazaa. Watafika mahali wataondoka. Wataenda kujitegemea kule. Na hapa ndo mji wangu mimi nimeujenga. Je, nitaondoka na hawa watoto au nitafanyaje
ili niendelee kuishi na watu humu ndani, kwa sababu ipo siku nitabaki mimi mwenyewe. Itakuwaje? Nitakaa macho, sitalala au vipi? Yaani nilikuwa naongea hivi, nikamwambia Mungu, kuanzia sasa naomba ujasiri wa kubaki peke yangu ndani ya nyumba, hamna hata mtu mmoja, niweze kulala peke yangu bila hata mtu chumba kingine, niweze kulala peke yangu. Namshukuru Mungu mpaka sasa hivi hayo maombi yalinisaidia na nilipandishwa kiwango cha imani. Hata sasa hivi naweza nikalala mwenyewe, hata kama hakuna mtu chumba hata kimoja, naweza nikalala mwenyewe. Amen. 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 Mwingine? Kweli mimi nimepitia hofu sana. Tena nilikuwa napitia hofu na nilikuwa pia ni mjamzito. Kwanza nilikuwa napitia hofu mbili. Hofu ya kwanza nilipopata taarifa ya mama yangu kukatwa mguu. Ilinishtua maana ilikuwa ni ghafla sana. Hiyo ilikuwa inanitia hofu ukizingatia niko naye mbali, sijamuona muda mrefu, siwezi kusafiri kutokana na hali yangu. Hofu nyingine nilikuwa napitia kwamba nimepitiliza siku za kujifungua. Naambiwa nikafanywa operation au niongezewe uchungu, ila njia kubwa ilikopo inanifaa ni operation na hakuna njia nyingine. Kwa kweli nilikuwa napitia hofu sana, ilifikia hatua nilikuwa siwezi hata kula, nashinda bila kula, yani chakula sisikii ladha ya chakula. Nadhani tunaijua hofu inavyoweza kumpelekesha mtu. Nilikuwa napitia hofu sana, lakini ilifikia hatua nilimwambia Mungu kwamba Mwenyezi Mungu, huyu mama alinizaa mimi kwa makusudi ili mimi nije nimsaidie wakati kama huu, na nitamsaidieje? Sina kingine cha kumsaidia zaidi ya maombi. Naamini Mwenyezi Mungu mamangu atakapoingia humo atatoka salama, kwa sababu ana pressure kali sana kupanda na sukari. Halafu na swala tena anapewa taarifa anakwenda kutolewa kiungo, sio jambo rahisi pia. Sote na ndugu zangu tulikuwa tunajua ni ngumu yeye kutoka mle salama. Lakini nilivyosimama na Mungu kumuomba kwa imani, niliomba sana kwa imani. Nilikuwa nafunga na hali yangu ya ujauzito. Nafunga sana, lakini mpaka leo hii mama yangu toka hizo zote zimetokea na kama mwezi mmoja na wiki 2 yuko salama. Na kama anaumwa basi anaumwa tu, anaumwa kweli lakini yuko salama. Na ile hofu imenitoka kwa sababu toka nimeanza kuomba sina hofu. Ile roho ya kuwaza labda mauti au tutapata msiba, maka ilifikia hatua hata simu ikiingia message unaogopa kusoma, pengine unapewa taarifa ya msiba. Ile yote imenitoka. Sasa hivi ninamwamini Mungu na ninaamini Mungu kwamba mama yangu hatakufa, ataishi. Ingawaje anapitia mateso makali kulingana na umri wake, pia umekwenda na maumivu makali, lakini hatoshinda yale maumivu ambayo aliyapitia Ayubu. Ayubu alipoteza vitu vingi sana, lakini mama yangu hajatupoteza sisi, tupo kwa ajili ya kumuombea. Na namuomba sana Mungu aendelee kunitia nguvu, aendelee kunitia moyo ili nizidi kusimama katika maombi. Pia sitaki nirudi kule nilikotoka. Nataka niendelee kusimama katika maombi na ninaamini mama yangu ataishi, hatakufa. Amen. Asante. Amen. Amen. Mwingine ya mwisho? Okay. Kwanza napenda kushukuru kwa mahubiri ambayo mama umeyatoa. Masomo lako la leo limenigusa sana. Yaani yote uliokuwa unaongea ni yapo ndani yangu. Ilikuwa mwezi wa kwanza mwaka huu. Kuna aunti yangu nilikuwa nakaa naye. Lakini yule aunti baadaye akaja akaondoka Januari. Alivyoondoka kwa nikaa natafuta mdada wa kuweza kubaki pale nyumbani na mtoto. Basi nikamwomba mamangu anitafutie mdada, akanitafutia mdada, lakini ndani ya moyo wangu nilikuwa na hofu ile kwamba nikipata mdada itakuwaje? Sijai kukaa na mdada kwa sababu ile shangazi yangu ni ndugu kabisa. Kwa hiyo nikawa na hofu kwamba nikipata mdada itakuwaje? Taweza kukaa naye? Maana nasikia wadada wengi wanakuwa na shida nini. Kwa hiyo nikawa tayari nimeshaanza mazingira ile ya uoga. Mwezi wa 3 mdada yule hakaja. Alivyokuja nikawa tunalala. Ikifika saa 9 au saa 8 usiku lazima nishtuke. Na muamsha nijue kwamba yupo au hayupo. Basi nikawa naogopa hivyo nalala. Mtoto wangu sasa nikawa namweka huko pembeni, mimi nalala katikati ili nikiwa namshika hivi nijue kama yupo au hayupo. Na hapo kuna chumba kingine ambacho anaweza kulala lakini niko sitaki. Niko nataka tulale wote ili niwe napata nafasi ya kumshika hivi.
Sasa kumbe ile hali ilikuwa inaenda kunitengenezea sasa hofu. Hata nikiwa kazini naanza kuwaza hivi itakuwaje? Atakuwa kamfanyia mtoto kitu kibaya. Ikaenda hivyo, nilikuwa nakaa na mdogo wangu. Basi mdogo wangu na siku moja usiku tumelala, kwa sababu bado nilikuwa na ile mazingira ya kuogopa. Kwamba naogopa huyo mdada anaweza akawa mtu mbaya, akatufanyia kitu kibaya. Usiku nimelala, nikashtuka naona nafanya vitu sielewi. Yaani kama nafanya hivi ni kama roboti si roboti. Nikasema Mungu wangu, nini hiki? Nilikuwa najinyoosha. Kwa hiyo nikawa naogopa. Basi nikanyanyuka ule usiku. Nikanyanyuka nikaenda chumbani. Kulikuwa kuna mafuta ya mambo, nikaweka maji, nikanywa. Nilipokunywa kidogo nikawa nasikia afadhali. Hapo hofu inaendelea, nasikia afadhali, afu ile hali inarudi. Nikachukua Biblia. Nikawa nasali na kemea, lakini bado mwili unaanza kuisha nguvu, pumzi nataka kukata, nataka kuzimia. Kwa sababu tayari hofu ilishanitanda zaidi. Nikasema kuja nende chooni. Nikaenda chooni nataka kujisaidia. Ile nachuchumaa naona kama kimvuli kinataka kutoka, alafu nibaki mimi. Nikasema Mungu wangu nini hiki? Nikakurupuka tena chooni nikatoka. Ikabidi nitu nimuite mdogo wangu. Nikamwambia njoo, akaja. Sasa mdada yule nimemwacha chumba kingine, nikamuita mdogo wangu kuingia. Nikamwambia njoo, akaja. Nikamwambia wewe, mimi nataka kunajisikia vibaya, nataka kama kuzimia, miguu haina nguvu, pumzi napumua kwa shida. Au huyo mdada mbaya? Mdogo wangu akaniambia sijui. Nikamwambia kwa nini ujisikii vibaya? Akaniambia mimi sijisikii vibaya. Basi nilichokifanya nikasema nisije nikafa humu ndani. Nikamwambia niamshie mtoto wangu. Akamwamsha mtoto. Nikachukua nguo nikavaa, nikachukua hela nikaondoka. Nitoka nje kwa sababu nakaa barabarani, nikakutana na bodaboda. Nimechukua mtoto wangu nimemfunika na jaketi, nikapanda bodaboda nikaenda kanisani. Saa 8, hiyo naenda saa 9 huko. Nikafika pale tukaanza kusali. Nikamlaza mtoto wangu kwenye benchi, nikaanza kusali. Nimesali. Najisikia kidogo sasa ile hali inapotea. Nikasali, baadaye kama saa 10 hivi nimefika. Nikabidi nitoke na mtoto. Ile natoka nje ya kanisa naanza kusikia tena ile hofu inataka kunivaa. Sasa Mungu wangu ni nini? Ikabidi nianze kukemea hivyo. Sasa siwezi kusema nitakaa mpaka asubuhi hapa, natakiwa kwenda kazini. Ikabidi nimbebe tu mtoto wangu. Akaniuliza mama vipi, uko vizuri? Nikamwambia niko vizuri sasa hivi. Nikapanda pikipiki tena tukarudi nyumbani. Lakini ilipofika tena asubuhi sasa kumekucha, bado yani najisikia siko vizuri kiukweli. Nikasema hapa ngoja nitafute shehe labda niombe. Kiukweli nilienda kuna ustazi mmoja nilimtafuta, nikaenda nikaongea naye. Nilipoongea naye kuna mafuta alinipa ya kupaka. Kwa sababu tu ile ya imani kwamba huyu dada atakuwa mtu mbaya. Kwa hiyo nilipopaka yale mafuta kidogo nikawa najisikia haueni fulani. Lakini sasa bado yani baada ya siku 2-3 naona ile hali inarudi. Nikasema hapa hamna njia nyingine. Nikaanza sasa kuingia YouTube naweka mahubiri, nasali wakikemea hivyo na mimi nasali, ikifika saa 4 za usiku naamka. Na mimi nasali hivyo kwa sababu kuna grupu la ibada la baba hapa. Huaga anasikilizaga pia. Akituma maombi asubuhi na mimi natuma na sadaka. Basi ile hali kidogo inaenda inapotea, lakini baadaye bado natengeneza hofu. Kuanzia mwezi wa 3 wote, wa 4 wote, na kwa sasa ile hofu inanipelekea sina amani sasa, sina raha, nipo tu. Yaani naweza nikafanya tu kitu hivi lakini bado hofu inanitanda. Usiku nikilala nalala kwa shida, naona kama kuna watu wamekuja sasa kutuangia mule ndani. Sasa pale ndo ikifika saa 8 ndo silali. Sasa naona ule muda ambao ile tukio lilinitokea, naanza kuhisi sasa ndio huu muda huu watakuwa wanakuja tena. Basi silali, naanza kukemea tu, naomba. Sasa nikimwona tena mtoto wangu hapo ndo nazidi kuchanganyikiwa. Nasema Mungu ndo nakufa hivyo, namwacha mwanangu. Basi ikaenda hivyo. Kuna siku tukaja hapa mwezi huu mwezi wa 4. Nikabidi wa 5 tukaja hapa kaja kuonana na mchungaji. Nikasema hapa ili kuondoa hiyo hofu ya kwanza ya huyu dada, niende kwanza kwa mchungaji akanisaidia kumuombea huyu dada. Kama ni mtu mbaya basi tutajua hapo nitamrudisha. Basi nikaja naye hapa. Baba akamuelezea, akaniombea mimi, kaniambia huyu mdada amekuja naye, nikamwambia ndio. Akaja na huyu mdada nikamuita ndani akamuombea. Bahati nzuri mdada jinsi nilivyokuwa nawaza sio. Baba akaniambia umemwona, baada yule dada kuondoka akaniambia umemwona huyu dada? Nikamwambia umegundua nini? Nikamwambia mimi hata sijagundua kitu. Akasema huyu hana shida, ni wewe tu ndio una tatizo. Basi kuanzia pale nilipotoka hapa nikawa na amani sasa. Nikasema mdada yuko vizuri, sasa siwezi kuwa tena na hofu. Nafika nyumbani. Nimenunua mboga, naweka kwenye friji. Nataka niweke kwenye friji, kugusa friji haifanyi kazi. Nikasema sasa wananitoa kwenye hofu ya huyu dada, wamekuja kuniharibia TV hawa wachawi.
kuniharibia friji. Yani pale sasa ile hofu iliisha, ikaanza kunivaa tena. Nikaanza kuogopa. Kesho yake tena mtoto wangu akaanza kuumwa, ndo nikasema ndo basi tena. Na mtoto tena anaumwa. Usiku silali nikimgusa mtoto anahangaika. Sasa baada ya hofu kuisha, ndo kwanza matukio mengine ya kunitengenezea hofu yanaingia. Basi nikaa naendelea tu hivyo hivyo, najitahidi kuomba, nasikiza mahubiri, naingia YouTube na Google kuangalia matatizo ya hivi, kwa nini napata na hofu, na nasikiliza. Yani the way jinsi ambavyo ulikuwa unafundisha hapa, kiukweli hadi tumboni nilikuwa nasikia baridi. Nasikia baridi afu napumua kwa kasi. Napata kaueni fulani. Basi sawa. Namshukuru sana Mungu kwa kweli. Nashukuru kwa kuja hapa, na Jumapili nilikuwa nataka nije hapa, lakini mlikuwa mmeenda Kigamboni. Kwa hiyo sikuweza kuja hapa, ikabidi niende kwa sababu mama. Sawa. Kweli nilivyoenda kule, nilivyokuwa nasali nini, kiukweli niliondoka pale moyo wangu ukiwa una amani. Sio kama vile ambavyo nilikuwepo. Nikaweza kufika nyumbani. Yani nilikopo ikifika mida kama ile ya saa 1, nawaza kwenda nyumbani, naendaje pale nyumbani. Nyumba sasa nikawa siitamani, kwa sababu unaogopa. Nimehama ile nyumba nikahamia nyumba nyingine, nikasilali chumbani. Nalala sebuleni na mtoto. Yani sitaki kulala chumbani, kwa sababu nikilala chumbani nahisi kuna vitu vinanivamia na pambana navyo, kwa sababu ile hofu tayari iko ndani yangu. Kwa nikawa nalala tu sebuleni, Kwanza ile Jumapili nilipoenda kule kwenye maombi kanisani, nikasema siwezi kuogopa tena, inabidi nijikaze. Nikaanza kulala chumbani. Sasa na leo hivi, kwa sababu baba alituambia kwamba Jumatano kuna maombi, inabidi uje Jumatano, Jumapili. Na kweli Mungu ni mzuri kweli, nimefika hapa. Usijali, umefika. Amen. Umefika. Amen. Mwambie Roho Bwana nisaidie nisije nikaa na hofu paka kwenda kwa shehe. Kaekewa mafuta. Una mashehe nao na mafuta. Leo kali. Sikuwahi kujua kana mashehe nao na mafuta upako. Hatari sana. Mwingine wa mwisho? Mimi hofu niloipata, nilianza kufanyiwa surgery mwaka juzi. Nilifanyiwa surgery ya kwanza ya mdomo. Yaani ilianza shida ya jino, kwenda akaniambia shida sio jino, sijui kuna mshipa unamwaga na sumu kwenye moyo. Nilivyoambiwa tu hivyo nikasema basi, hasa mimi naenda kufa. Wakaniambia ndani ya siku 7 huo umeshakuja tukufanyie surgery. Mtu mmoja akaniambia, hivi unajua ukishaanza kufanyia operation ya kwanza zinaenda zinakuja Yaani unakuwa unafanywa tu surgery. Nikaenda pale, waliniambia surgery itatumia kama nusu saa, lakini ikatumia masaa 2. Nilivyotoka pale sasa ile hofu ikaendelea, na mimi nikasema basi operation zitaendelea, zitakuja. Kweli mama, kama ulivyosema, ikawa hivyo hivyo. Kufika mwezi wa 8 nikapata uvimbe kwenye via uzazi. Nikafanywa surgery mwezi wa 9. Hiyo hali haikuisha, ikaendelea tena. Mwaka jana ukaja tena uvimbe mwingine. Na mimi nilikuwa na hofu hiyo, nasema ni mimi nitakuwa mtu wa kufanywa upasuaji. Mama, hiyo hali haikuisha, ikaendelea. Mwaka jana nimefanywa surgery 3. Na haikuishia hiyo, yani surgery ya mwisho nilipelekwa theater. Sasa naambiwa huu ni upasuaji mkubwa. Sasa nimeshaingizwa mle, wameshafanya maandalizi, sijui nini, nimesaini zile form. Tumeingia pale sasa, ndo nikasema sasa naondoka. Kwa sababu wanakuchoma zile sindano, akasema wewe una shida ya moyo Sasa tunawasikia wanapokuwa wanaongea na kama Kiingereza kidogo kanapanda, unakuwa unasikia huyu tuwe makini, sijui hivi wanacheki zile pressure. Sasa ile hofu ilifanya mimi sajali chelewe, kwa sababu nilikuwa pressure inashuka. Kila akifika pale mimi wakicheki mapigo ya moyo yanashuka. Maana mimi nasema leo ndo nakufa hivyo. Yaani kwa sababu nishaambiwa kwamba yani operation kubwa. Ukishasikia hii sajali ni kubwa, lazima unaanza kuona ina maana zile zingine zote ilikuwa cha mtoto, hii inayokuja ni hatari. Sasa baadaye wakanichoma ile naenda nusu kaputi, sijui ile. Nasikia zile ganzi zinakuja kwenye miguu. Nikakosa amani kabisa, nikajua nakufa. Na wale wakaanza sasa kunisemesha, wananipigisha story, lakini mimi hofu imejaa. Lakini baadaye sasa ndo nakumbuka ile kwenye anza siku na Bwana, baba alikuwa anapenda kusema usiogope. Usiogope.
Ndio nikaanza kukumbuka yale maneno, nikaanza kuomba. Ile naomba, baadaye ile hali ikapotea. Kweli nikafanywa surgery nikatoka. Lakini bado lile neno kwamba upasuaji unaendelea likawa halijatoka moyoni, nikawa bado na hofu. Nilikaa kama siku 20 nikafanywa upasuaji wa jicho. Nikasema sasa yani mimi ndio inakuwa basi. Kwa hiyo mimi ile hali ya hofu ilikuja kuisha siku nilipokuja kuonana na baba. Alivyoniombea alafu nikapokea. Nikasema mimi na kwenye nilienda kufanywa upasuaji wa jicho walikuwa na wana suspect cancer. Kwa hiyo nikasema ngoja nichukue tu imani baba anayosema kwamba sitakufa, haitokuwa kansa na nini. Nikachukua kile kitu nikaanza kuishi nacho, na nilivyoenda mlima yale maombi ya zile siku 3 mimi kiukweli alinivusha. Yaani toka nimetoka pale sasa hivi mimi siogopi, siumwi na ni mzima kabisa na hofu sina. Amen. Amina. Shalom washindi. Shalom. Mimi ilikuwa ni mwaka jana ambao nilipata hofu juu ya baba yangu alilazwa. Akawa anapumulia mashine na namna alivyokuwa amelazwa na mama yangu alikuwa hali hivyo mpaka umauti kamkuta. Lakini baba yangu alivyokuja akalazwa ile hali ikaendelea kuwa mbaya, yani akawa haelewi mtu anaingia na kutoka. Nilikuwa nalia sana, kuna siku nikampigia baba simu. Mchungaji huko nalia, namwambia baba yangu sasa hivi nilijua kwamba ni wakufa, na kila mtu alikusanyika nyumbani wakijua kwamba tayari wanasubiri mtu tu kwenda kuzika. Lakini namshukuru Mungu, baba alinijibu, aliniambia kitu kimoja. Cha kwanza hakuniombea mimi, alianza kuniambia hivi, usiogope. Cha pili alivyoniambia nisiogope, nikaendelea kulia. Nikamwambia unajua baba, lakini baba yangu hali yake ni mbaya sana, yuko ICU na hapo anatakiwa kwamba hivi atolewe pale aletwe Muhimbili. Akaniambia tena usiogope. Pale akaanza kuniombea mimi, akanitoa hofu, na nilivotoka hivi nikawa na imani. Nikasema ikiwa mwanzo mimi niliingizwa kwenye chumba cha operation na baba walivyokuwa madaktari wakiambizana kwamba mimi operation yangu kila daktari ananikimbia kwamba natakiwa Muhimbili, mwingine anakuambia huyu Muhimbili hawezi kufika, atafia njiani. Baba aliniambia nikili uzima, akaniambia nisiogope. Kwa nini kwa hili jambo la baba yangu niogope? Ikiwa langu lilikuwa kubwa zaidi. Kwa kweli nilichukua ile imani, na baba alinipa kwamba kuanzia tukaomba, akaniambia jioni utanipa majibu mida ya saa 10 yani nakupa masaa 3. Nilipofika mida ya saa 11 nikapigiwa simu. Yani mpaka nikawa naogopa kuwa napokea simu za nyumbani, nikiwa na hofu kwamba nitaambiwa kwa baba amefariki. Nilipokea simu nikaambiwa baba anaendelea vizuri, kisha tolewa kwenye chumba cha ICU na yuko kwenye wodi ya kawaida. Mpaka sasa hivi ni mzima, namshukuru Mungu. Na neno hili la mama leo linaendelea kunijenga na kunijenga. Asante sana mama. Mungu akubariki pia. Amen. Tunaomba umpe mmoja tu wa mwisho. Nami namshukuru Mungu kwa ajili ya neno la leo. Nilikuwa na tafakari ni wapi nishai kuogopa, ni sehemu nyingi, lakini la muhimu zaidi ambalo mimi nilikuwa naogopa ni kwa habari ya nguvu inayotenda kazi ndani yangu. Mimi huwa napenda kuwa naomba, lakini huwa ni muoga. Mtu nikimwona hata anapitia changamoto au anaumwa, huwa natamani nimuombee, lakini huwa ninaogopa kwa sababu nishasikia kama mtu ana tatizo ukimuombea ukiwa na nguvu chache, ile tatizo linaweza kuhamia kwako. Kwa hiyo nikawa naogopa sana. Kwa hata mtu ana changamoto nashuhudiwa kama muombee, lakini naogopa. Imenipita hiyo, uliambiwaje? Mtu ukimuombea kama na changamoto, kama nguvu yako ni ndogo, ina maana ile changamoto inahamia kwako alionayo. Kwa hiyo mimi nilikuwa siwezi kumuombea. Uliambiwa na nani? Na watu waliookoka. Wa hapa. Kama ni hapa tuanze kufundisha mwanzo kabisa. Ndio, na hiyo wa hapa. Yaani watu wa HVC. Mama, hiyo ni wengi tu, yani ni mtu akipitia changamoto hapa, kama hayupo mtu, mfano tuchukulia hata kule Mbutu, kama dada Martha hayupo au Lechoshija, hauwezi kuombewa na mtu mwingine. Watu wanaogopa sana, yani hata kuangalia tu utasikia mpigie simu baba, mtumie hata message,
hivyo hawezi kuthubutu. Lakini ninamtukuza Mungu kwa ajili ya ibada ya Jumatano. Baba akasema anatupatia mtaji wa maombi na nguvu ndani yetu, tuende tukaifanyie kazi. Nikaenda usiku ile nikaomba, na kweli nilikuwa na nguvu. Lakini kikubwa zaidi nilielekea Tabata, nilikuwa naelekea kwa fundi. Kufika pale nikakuta pale kuna fundi anaumwa na amekuja pale kwa ajili ya kufanya kazi, lakini amelala kabisa chini. Sasa yule mtu mwenye nguvu anatakiwa kuja kufuata, afu yule mtu katoka mbali kuja kufanya kazi, afu anafika pale ndio kazidiwa zaidi. Roho ikaniambia mwambie ainuke. Nikaona tena hapa nisije nikalala mimi. Lakini nikachukua ile imani ya nguvu ambayo baba alikuwa ametuombea siku ya Jumatano. Nikamwambia simama, akasimama. Nikamwambia inuka, akasema miguu inaniuma sana, analia. Nikamwambia hapana. Nikamwambia Mungu umeniruhusu. Nikasikia amani ndani ya moyo wangu. Nikaanza kumuombea. Namshukuru Mungu, wakati ule ni wakati nimemaliza kumuombea akapokea uponyaji kabisa. Na wakati nimemwombea kwanza mimi nichukulia, nikasema hapa mimi nitakuwa naota. Huyu dada anasema amepona au ananichezea mchezo. Yaani mimi mwenyewe tena siamini. Afu yeye sasa ndio acha kuendelea kumshuhudia habari za kanisa. Yaani mimi ndio nimechanganyikiwa sasa. Afu akaniuliza dada unasali wapi? Kwa hiyo sasa yani yeye ananiuliza, yeye ndio ana shauku sasa kufika kanisani. Mimi nishachanganyikiwa. Nikasema huyu amepona. Lakini akasema amepona. Hata nilipoondoka bado nikaendelea kumfuatilia. Lakini namtukuza Mungu zaidi kwa sababu yeye ameendelea yani kunifuata mimi zaidi kuliko mimi kumfuata yeye. Na hatimaye hata leo nimefika naye. Amen. Basi tumpigie Bwana makofi kwa wenzetu wote walioshuhudia. Tunashukuru sana na shuhuda zao zimetujenga pia. Amen. Lakini tunabaki na kiini cha somo cha leo. That's simple. Mama, ndio. Samani. Yule aliyeombewa anataka kuongea nini? Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina, karibu. Namshukuru Mungu kupitia madhabahu hii nimepona. Kwa kweli nilikuwa na hali mbaya sana mpaka nilikata tamaa. Nikasema nikirudi nyumbani nitamwambia mume wangu anisafirishe nyumbani Moshi. Kama nikufia nikafie tu. Kwa nilikuwa naumwa kupita maelezo. Nilikuwa naumwa homa isiyoshuka, kichwa kisichopoa, karibu kama wiki nzima kabla sijakutana na dada shuhudia. Namshukuru sana Mungu. Nilikuja kufanya kazi pale Tabata, kumbe nilikuja kwenye uponyaji wangu. Mungu akulinde sana. Kwa ndo shuhudia. Ndio. Shuhudia wewe, ufanya kazi nzuri. Kumbe pembeni una kondoo. Jamani mpigieni makofi shuhudia. Amekuja na kondoo wake. Mama, sikuwa nakula chakula wiki nzima, nilikuwa nakunywa tu juisi. Lakini nilikula siku ile ile alivyotoka kuniombea dada shuhudia. Nilikuwa nimekonda, yani hapa nimenenepa, nilikuwa nimekonda balaa. Namshukuru Mungu kwa kweli. Ubarikiwe mtumishi wa Mungu shuhudia. Mama mchungaji ajaye kwa jina la Bwana. Amen. Samahani mama. Ndio. Pia kuna mtu mwingine nimekutana naye, nilikuwa nimetoka nyumbani, nimefika kazini pale nikakutana na mdada akasema ni mteja wangu. Akasema sina shida ya kuja kununua leo lakini moyo wangu unaniambia nije kwako sijisikii vizuri. Najua kwako kuna kitu nitapata. Nikasema nikamtizama. Nikasema sawa. Kwa sababu tayari nina imani kutoka kwa huyu, nikasema ile nguvu iliyotenda siku ile leo itatenda. Nikaanza kumwombea mdogo mdogo, kikweli yani nikaona ni mtu mzima lakini akalala mpaka chini, akalia sana. Yani akalala, afu pale pale akaniambia dada, naona nina hali mbaya. Kwa sababu alikuwa na tumbo kubwa hivi. Ninapomwombea linapungua, ninapomwombea linapungua. Mpaka akaniambia
naomba tu niende uani kwa sababu naona kama kuna vitu vinatoka. Akanipa na sadaka, naomba nikukabidhi. Amen. Mimi najizidi kujifunza. Sijajua kama mwenzangu unajifunza. Amen. Tunabaki kwenye msingi, usiogope. Amen. Mungu yupo pamoja na wewe. Amen. Usiwe na wasiwasi. Mungu yupo pamoja na wewe. Siku nyingine atakuja mtu mwingine kusimama hapa na kukulisha. Usiogope. Kwa sababu yupo aliyemtuma nyuma yake. Yule haongei kwa akili zake, kwa fahamu zake. Usiwe na wasiwasi juu yake. Usiwe na shaka juu yake. Usiwe na hofu juu yake. Amini kile anachokufundisha. Amen. Leo anashuhudia lakini akiwa pamoja na kondoo wake. Amen. Ameweza kufanya uponyaji. Amen. Kwa usiogope na wala usiwe na wasiwasi. Mungu yupo. Amen. Mungu yupo. Ubarikiwe sana mtumishi wa Bwana. Bwana akubariki na Bwana akuinue sana. Akufanikishe katika utumishi wako. Kila alichokuweka ndani yako kikae katika jina la Yesu Kristo. Yale mafuta mabichi yakazidi kumiminika ndani yako. Ukastawi katika utumishi wake na hapa duniani ukaache alama ya utumishi iliyo bora. Bwana kakutumie zaidi kwa ajili ya watu wake katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ukawe na kustawi na ukawe mtumishi yule Bwana aliyemtaka na kumkusudia katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neema ya Bwana ikae ndani yako, ikazidishe zaidi ndani yako. Kile Bwana alichokianzisha kikawe, kikaketishwe hapo na wala adui asikiondoe. Kikaweke makazi ya kudumu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninatamka neema na rehema na ujazo tele. Mafuta mabichi ya utumishi yakamiminike ndani yako kuanzia sasa na hata milele. Watu watapokuona wewe shuhudia, wakaokolewe kwa jina la Yesu Kristo. Ukae kama daraja na taraja la kuwaleta watu kwa Yesu katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Haleluya. Bwana awabariki sana na Bwana awainue sana. Sote tukafanyike kuwa barua na tukafanyike kuwa wanafunzi wa Yesu. Amen. Tuhakikishe tunafanya kazi ya Yesu na kumtangaza huyo Yesu. Kama vile ambavyo umepata neema ya kumjua Yesu Kristo, hakikisha na wewe unaisambaza neema hiyo. Amen. Tunatamani wote katika dunia hii tugeuke na wote tuwe tuna matendo mema. Amen. Tunatamani dunia hii yote tuwe tuna lugha moja ya Shalom mshindi. Inawezekana. Anza leo kuwa balozi mzuri wa Kristo. Maisha yako yawe alama ya Kristo anaishi ndani yako. Haleluya. Na Bwana awabariki sana. Tumpigie Yesu makofi.